ni siku ya kipekee katika historia ya klabu ya Simba. Miaka 90 ni safari ndefu ya mafanikio, changamoto na watu waliobeba ndoto ya Simba kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kwanza naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uhai wa kukutana hapa leo, na washukuru wana Simba wote wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, washirika na kila mmoja ambaye amekuwa sehemu ya safari hii. Simba we! Kabla ya kuendelea, naomba tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka wana Simba wote waliotangulia mbele ya haki, wakiwemo waanzilishi wa klabu yetu, viongozi, wachezaji, wanachama na mashabiki. Asanteni sana. Naanza na ndoto. Wana Simba mpo? Ndoto yangu bado ni ile ile. Tuna sababu kubwa ya kujivunia tulipofika, lakini muhimu zaidi ni kuthubutu kujipangia shabaha na kufika mbali zaidi. Kwa upande wangu, ndoto yangu bado ni ile ile, kuiona Simba ikiwa bingwa wa Afrika. Simba we! Tumeshindana na timu kubwa Afrika. Tumefika robo finali, tumefika finali ya shirikisho. Tumekuwa miongoni mwa timu 10 bora barani Afrika. Sasa lazima tupige hatua inayofuata. Lazima tufike finali na kuileta kombe la Afrika nyumbani. Simba we! Hiyo ndio shabaha ambayo siwezi kuiacha mpaka tutimize ndoto yetu. Simba we! Na hiyo haitatokea kwa bahati. Lazima tuwekeze kwenye miundo mbinu, sayansi ya mpira, vijana wetu Simba Queens na uchumi wa klabu. Mimi kama Mohamed nawaahidi na nataka kujenga kituo cha sasa cha mazoezi Bunju, ikijumuisha kiwanja cha kuchezea mashindano ya ndani, viwanja 6 za mazoezi kwa ajili ya Simba Seniors, Simba Queens, vituo vya mazoezi za ndani za kisasa, yani tunaongelea mambo ya gym na stretching studio, vituo vya kupata nafuu baada ya mazoezi, mechi au majeraha kama recovery na rehabilitation center, kambi ya malazi ya 5 star kwa ajili ya wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi, ofisi ya kisasa za uendeshaji na usimamizi. Hii kwa pamoja iwe kitovu cha Simba yetu, kukuza vijana wetu, kuimarisha Simba Queens na kujenga vipaji vya kesho. Simba we! Bila kuwa na program ya vijana na kulea vijana wetu, yani youth development, Simba kamwe hatutaweza kufika mbali. Nimekaa na kuongea na klabu ya Kijerumani ambayo ni ya Stuttgart, ambayo inacheza Bundesliga. Wametuahidi watatusaidia na kutuma makocha wasiopungua 5, wataambatana na makocha wetu wazawa 10. Watatembea nchi nzima kwenda kuscout wachezaji wazuri wote Tanzania na kuwaleta Simba.
Simba oye! Hatutaki kujenga timu ya msimu mmoja. Tunataka kujenga mfumo wa mafanikio ya muda mrefu. Sasa nimeweka mezani pendekezo ya uwekezaji wa takriban bilioni 30. Nimeifikisha. Simba oye! Narudia, nimeweka mezani pendekezo ya uwekezaji wa takriban bilioni 30. Nimeifikisha. Simba oye! Nimeifikisha kwa bodi ya wadhamini ya Simba na nasubiri majibu yao. Nikipata baraka zao, mimi niko tayari. Hata kesho tunaweza kuanza ujenzi pale Bunju. Simba oye! Na wadhamini wenyewe wako hapa hapa. Nimemwona Mheshimiwa Kapuya, nimemwona kaka yangu Adam Goi, kwa mambo iko kwao. Simba oye! Wana Simba, nguvu yetu ni umoja. Ndugu wana Simba, Simba sio viwanja na makombe pekee. Simba ni watu. Simba ni sisi. Bila kujali changamoto tunazopitia, sisi wana Simba tukisimama pamoja, tukiwa kitu kimoja, hakuna atakayeweza kutupenya. Kwa hivyo tusigawanywe, tusimame na timu yetu, wachezaji wetu na viongozi wetu. Pale tunapoona jambo halipo sawa, tuseme, tuulize na tushauri, lakini tusivunje nyumba yetu wenyewe. Hii ni klabu yetu, tuipiganie na tuilinde. Simba oye! Sasa naomba nigusie, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye ishu ya mabadiliko ya Simba Sports Club. Ndugu wana Simba, naomba tusikilizane vizuri. 2017 wana Simba mliridhia mabadiliko ya Simba, na mwaka 2018 tukaanza rasmi mchakato huo. Katika kipindi hicho bajeti imekuwa kutoka takriban bilioni 2 kwa mwaka na kufikia bilioni 30 mwaka 2026. Simba oye! Tumepiga hatua, tumepiga hatua. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo mabadiliko tulioanza bado hajakamilika. Mara kuna tathmini, mara katiba, mara tunapata ridhaa moja, tunakwama kwingine. Wana Simba, mpaka lini? Simba oye! Kama nyinyi wenyewe mliridhia mabadiliko haya, kwa nini baada ya karibu miaka 10 bado tunakwama? Na je, ni sahihi wachache kuzuia matakwa ya wana Simba wengi? Simba oye! Tuko pamoja jamani? Mengi yanasemwa dhidi yangu ambayo sio ya ukweli, lakini nimechagua kukaa kimya kwa sababu maslahi mapana ya Simba, na maslahi ya Simba ni makubwa kuliko maslahi yangu binafsi. Simba oye! Wengi wanasema mimi nazuia kadi za wanachama, lakini kadi za wanachama hazitolewi na upande wa mwekezaji. Simba oye!
Wanasimba wanaambiwa hivyo, na badala kuhoji wengine wanaamini. Simba oye! Wengine wanaambiwa Mo atoi hela na wanaamini. Lakini ukweli ni kwamba nimeendelea kutoa fedha, kujaza mapengo mengi na kufanya sehemu yangu ya kuifanyikisha Simba isonge mbele. Simba oye! Na nataka niwe wazi, lengo langu ni kujenga Simba na sio kuifaidisha watu wachache. Simba oye! Menisikia? Narudia, nataka niwe wazi, lengo langu ni kujenga Simba na sio kufaidisha watu wachache. Simba oye! Ndio maana nawaomba sana wanasimba wenzangu, napoambiwa jambo hojini, ulizeni, tafuteni ukweli. Lakini jambo la muhimu kwamba tusigawanyike. Simba haiwezi kujengwa kwa kuwasha na kuzima. Kama tunataka kufika tunakotoka au tunakotaka, basi tuwashe moja kwa moja, tukamilishe mabadiliko na tuende mbele. Simba oye! Mimi niko tayari kufanya sehemu yangu, lakini Simba si ya Mo pekee. Simba ni yetu sote. Safari tulioanza lazima tuikamilishe. Simba oye! Ndugu wana Simba, najua tumepita mengi, lakini leo nataka niwaambie, tulieni, msikate tamaa. Nina imani na wana Simba. Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote tunayopitia leo. Simba oye! Tusikubali kugawanyika, tuamini timu yetu na tusimame pamoja. Simba oye! Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President Tajiri, uko tayari? Niko tayari na hela ziko benki, ziko tayari. Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing, mambo yatakuwa mazuri. Naomba nikurudishie. Asante mheshimiwa. Ndugu wana Simba, nina imani na wana Simba. Simba ni kubwa kuliko changamoto yoyote tunayopitia leo. Tusikubali kugawanyika. Tuamini timu yetu na tusimame pamoja. Ndoto yangu, ndoto yetu bado ni ile ile, kuiona Simba Sports Club ikiwa bingwa wa Afrika, na ninaamini kabisa Mungu atatujalia, insha Allah tutafanyikiwa. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. This is Simba. Asanteni sana.